Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi hiki, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Ninawabariki wote kupitia jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mtu mmoja ameniuliza swali kwamba ameona sehemu watu wakifundisha kwamba kwa habari ya Adamu na Hawa kwamba tunda ambalo walikula ilikuwa ni kufanya dhambi ya uzinzi. Je, ni kweli hilo ndivyo lilivyo? Basi mimi moja kwa moja nitakwenda kujibu hilo swali, na nitajibu kulingana na mujibu wa maandiko. Je, kweli kwamba tunda ambalo walikula ilikuwa ni dhambi ya uzinzi? Mimi moja kwa moja nitajibu hapana. Huo ni uongo na hayo ni mafundisho ambayo sio sahihi. Nitaenda kusoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo tuhakikishe, je, hili linalozungumziwa hapa ni kweli na mafundisho ya huyo mtu yana ukweli ndani yake. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2, tusome kuanzia mstari wa 8. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 8, Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka kuishia hapo hapo. Sasa hapo unaona kabisa neno la Mungu linakwambia huo mti wa uzima ambao ndio tunda lenyewe lililokula, na huo mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Biblia inasema ulichipushwa katika ardhi. Ulichipushwa katika nini? Katika ardhi. Kwa mpaka hapo unaona hiyo kitu haingii akilini, unaona kabisa inakataa na make sense. Huo mti wenye matunda, hiyo miti yote kwenye bustani, Biblia inasema Mungu alichipusha katika ardhi. Sasa unakuja kugundua kabisa moja kwa moja hapo hoja inaanza kukataa. Inakuwaje kwamba walifanya uzinzi? Na wanafanyaje uzinzi wakati Adamu na Hawa ni mtu na mke? Kuona hiyo hoja kabisa inakataa. Tuangalie kitu kingine, kifungu kingine, ili tuendelee kuprove hilo lililozungumzwa kwamba walianguka kwenye dhambi ya uzinzi ni kweli. Tukisoma Mwanzo sura ya 3, Biblia inasema hivi: Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote bustanini? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Kwa hapa tunaona Hawa mwenyewe ambaye ni mwanamke anaulizwa na nyoka. Hawa anamjibu kwamba Mungu amesema tusiaguse hayo matunda wala tusiale. Hoja tu hapo tuijenge. Kama kweli hilo tunda la katikati ni uzazi wa mwanamke, Hawa anaweza akajila mwenyewe. Yaani hoja tu ya kawaida, unakuja kugundua kwamba haikatai. Ndio maana wamesema Mungu amesema tusiale. Sasa inawezekanaje Hawa ajile yeye mwenyewe? Hicho kitu unakuja kugundua hata akili za chekechea hazikubali, zinakataa. Kwa hiyo ukisoma mstari wa 6 Mwanzo, Biblia inasema kwamba mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Sasa swali lingine, alianza kula hayo matunda katikati ni nani kati ya mwanaume na mwanamke? Alianza kula ni Hawa yeye mwenyewe. Alipoona ule matunda anafaa akachukua akala, alipoona ni mazuri akampelekea na nani? Na mumewe. Sasa inakuwaje kama kweli hayo matunda matunda mtu wa katikati ni sehemu za mwanamke? Ilikuwaje yani Hawa ajili yeye mwenyewe? Unakuja kugundua ni mafundisho potoshi, mafundisho potofu ambayo yanataka kulipindisha neno la Mungu lionekane kana kwamba halipo sawa. Lakini nataka nikwambie wewe ambaye unanisikiliza kwamba hayo mafundisho achana nayo. Neno la Mungu linasema kwamba nyakati za mwisho utakuja mafundisho na roho zidanganyazo. Matunda yalikuwa ni matunda kama matunda, lakini Biblia iliweka specific ilikuwa ni tunda gani. Ilikuwa ni embe, chungwa, ndizi, nanasi, ilikuwa ni pera, hatujui, lakini ni matunda kama matunda. Kwa hiyo hapa hakuna fumbo eti kwamba hilo tunda labda sijui kilikuwa nini. Hiyo ilikuwa ni bustani na mti ulikuwa kama mti na matunda yalikuwa kama matunda. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo sio kweli kwamba matunda waliokula Adamu na Hawa ilikuwa ni dhambi ya uzinzi. Huo ni uongo.
na hayo ni mafundisho ambayo sio sahihi. Kwa hiyo mti unabaki kama mti, na Biblia inatuambia kwamba Mungu alichipusha katika ardhi. Matunda yanabaki kama matunda. Kwa hiyo ni hivyo kwa mujibu wa neno la Mungu. Kwa hiyo inabidi ibaki hivyo na ieleweke hivyo kwamba sio kweli ilikuwa ni dhambi ya uzinzi. Pale walikosa dhambi ya kutii, Mungu aliwaambia wasile yale matunda tu, lakini sio kwamba ilikuwa ni sehemu za mwanamke au sijui nyoka ilikuwa nini. Nyoka alikuwa nyoka kama nyoka, na mti ulikuwa mti kama mti, matunda alikuwa matunda kama matunda. Kwa hiyo tusipilindishe na kuharibu neno la Mungu wakati limeandikwa kwa uwazi na linaeleweka. Mungu wa mbingu na nchi awabariki.